Bwana Yesu asifiwe. Enyi wasikilizaji wangu wa mtandaoni, Mungu awabariki siku njema ya leo. Leo niko mahali hapa kuongea mambo yanayotufanya sisi kuingia katika hatua za mtandaoni. Katika hali ilivyo sasa, mambo mengi yanafanywa katika mtandao. So hapa tumekuja kugundua kuna watu wengi ambao wako chini ya mifungo ambao tunaweza wapata katika njia hii ya mtandaoni. Ndipo Mungu akatupatia hiyo neema kuweza kuwafikia nyinyi mlioko mtandaoni. Makusudi yetu pia inakuwa ni kwamba watu wamkubali Yesu Kristo, lakini kabla hujamkubali Yesu lazima ujue neno lake, sababu ni vigumu sana kukubali kitu ambacho ukifahamu. So ni vyema ufundishwe uweze kufahamu, uweze kujua jinsi gani utakavyokuwa unaishi ndani ya Yesu Kristo. Ukiangalia ulimwengu, mara nyingi unakuta kwamba mitandao hii inatumika kwa njia isiyostahili, na katika hali yetu tunakumbana na mambo mengi. Tunapoangalia katika YouTube tunaona tu mambo mengi ya maovu na yanapewa sifa sana. Haijalishi uchache wa watu wanaoangalia video hii, hiyo si jambo la kujalisha sana. Kile muhimu sana katika watu wachache, tupate watu wawili watakao mkubali Kristo na kuokoka, kwa sababu Biblia inasema kwamba hili linalofanyika hivyo, basi mbinguni malaika na ufurahi, kwa sababu tutakuwa tumezuia dhambi nyingi zaidi wakati mmoja anapata kuokoka. Tukitazama Yesu Kristo wakati alikuwa akifanya huduma yake, tunaambiwa kwamba aliponya watu, na kwa hakika wakati huo kulikuwa na wagonjwa wengi. Wakati huo mahali pale alikuwa akihudumu ama akifundisha, ila aliweza tukuponya mmoja aliyekubali ndani ya moyo wake na akawa ushuhuda. So leo nataka niwaambie kwamba huenda mtu akajiuliza kwa nini huduma umeingia katika mitandao. Hususan haja yetu si fedha, haja yetu si kulipwa na TikTok kama kulipwa na YouTube, la hasha. Kwa sababu ukiangalia audience, wale watu wanaangalia video zetu hawafiki hata zaidi ya 200. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tuko mbali sana kupokea hiyo fedha, lakini fedha hizo zikija tutazikataa kwa sababu Mungu ndio mwenye mipangilio yote. Ila mimi nataka kusema ya kwamba nawashukuru nyote mnaoangalia video hizi, japokuwa pengine hamtapeana comments, lakini ni furaha yangu kwamba mtu ameona na kapitia. Hiyo kumbukumbu tayari inatosha kwangu, na Roho Mtakatifu atawatendea mema. So wapenzi wasikilizaji wangu, ningependa tu katika uchache wenu tu mkubali kushare hizi video kwa watu wengine, kama vile jinsi nilivyosema huko nyuma ya kwamba huenda ujumbe huu ukakutana na mtu aliye katika hali mahututi, ama ukakutana na mtu ambaye amekata tamaa na akarudisha tumaini, kwa sababu Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, na neno la Mungu lina nguvu na ni hai na linaishi. Wewe fanya test with that word, jaribu hilo neno na utaona Mungu akikutenda yaliyo mema. Bwana Yesu awabariki.